Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika upande wake wa mashariki, ambako tutakwenda tena kugusia hali ya kiusalama kwa yale ambayo yametokea huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Hali ya hofu na taharuki imechukua sehemu za kaskazini na magharibi mwa jiji la Goma usiku wa Jumapili kuamkia jana Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka huu, baada ya kuripotiwa kwa malengo ya mashambulio na milipuko katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Taarifa kutoka kwa wakazi wa mitaa mbalimbali zinaashiria kuwa milio mikali ya risasi na milipuko imekuwa ikisikika tangu muda wa manane usiku, huku chanzo chake kilikuwa bado kuthibitishwa kwa usahihi. Wakazi wa baadhi ya mitaa ikiwemo Kieshero na Mugunga wameripoti kusikia sauti za risasi na milipuko, lakini hawakuwa na uhakika wa chanzo chake. Vilevile mitaa mingine kama Ndosho pia imeathirika, na wakazi wameripoti taharuki na wingi wa watu ambao walikuwa wameanza kutoroka nyumba zao kwa hofu za kiusalama. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa hali hiyo ilisababisha hofu na mshtuko mkubwa miongoni mwa wananchi, huku wapiganaji wa kundi la waasi wanaodaiwa kudhibiti sehemu za jiji hilo hawajakoma kutoa taarifa au maelezo yoyote kuhusiana na tukio hilo. Hata hivyo, baada ya muda hali ya utulivu ilianza kurejea katika sehemu nyingi za mji huo wa Goma. Vilevile uchunguzi wa awali unaashiria kuwa milipuko huo unaweza kuwa matokeo ya tukio la uhalifu wa jinai kama wizi wa mali na si shambulio la kijeshi la makundi yanayoshirikiana na mgawanyiko wa kisiasa. Baadhi ya wachambuzi wanadhani kuwa kundi la waasi la M23 linaweza kujaribu kuhusisha tukio hili na wapiganaji wazalendo ili kuficha uwezo wao duni wa kudhibiti usalama katika jiji hilo. Ripoti za awali zinaendelea kukusanywa huku mamlaka za usalama zikibashiriwa kuchukua hatua haraka kuhakikisha usalama wa raia na kuimarisha uthabiti katika maeneo yaliyoathirika. Wakazi wanashauriwa kutokujihusisha na maeneo ya hatari na kutoa taarifa haraka endapo wataona mienendo isiyo ya kawaida au mashambulio yoyote yanayojitokeza. Tukisalia huko jijini Goma mkoani Kivu Kaskazini, kuna tukio la kusikitisha ambalo limeathiriwa katika eneo la Katoi, ambapo miili ya vijana kadhaa takriban 10 imepatikana ndani ya nyumba ambayo haikuwa imemalizika ama chantier. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo, tukio hili linaaminika kuwa limetokea kufuatia operesheni iliyofanywa na waasi wa M23 RDF ambao kwa sasa wanadhibiti mji huo wa Goma. Wakazi wanasema kuwa usiku wa Ijumaa hadi Jumamosi kuamkia Jumapili, eneo la Katoi lilifungwa kikamilifu na wapiganaji waliokuwa na silaha. Wapiganaji hao walifanya upekuzi wa kina nyumba kwa nyumba, wakiangalia watu waliokuwa wanashukiwa au waliokuwa wakikusudiwa kuogopesha. Mashahidi kadhaa wameripoti kuwa vijana wa kiume waliuawa katika wakati wa operesheni hiyo, na visa vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wasichana wadogo pia vimeripotiwa. Ujumbe uliosambazwa kwenye makundi ya WhatsApp ya eneo hilo unaeleza hali ya hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wakazi, huku wakazi wakiomba kwa dharura mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati na kulinda raia. Tukio hili limezua hasira kubwa miongoni mwa wananchi na kuongeza wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini waliowajibika na kuleta uwazi kuhusu uhalifu huu mkubwa unaotokea mashariki mwa nchi. Hata hivyo, chanzo huru kinasema kuwa matukio kama haya yalitokea pia mnamo Februari mwaka 2025 chini ya udhibiti tena wa waasi hawa wa M23, jambo linaloonyesha kwamba ukosefu wa usalama na ghasia kubwa ni jambo la kurudiwa katika mji na mitaa iliyo chini ya makundi yenye silaha ya huko Goma na maeneo yanayozunguka. Wakazi pamoja na mashirika ya kiraia wanasisitiza umuhimu wa hatua za dharura kutoka kwa mamlaka za kitaifa na za kimataifa ili kuimarisha hali ya usalama, kulinda wananchi wanyonge na kuhakikisha haki inatendeka
kwa waathirika wa ghasia hizi. Bwana Nzanzu Kasivita Karli aliyewahi kuwa gavana wa Kivu Kaskazini na ambaye kwa sasa ni mbunge wa taifa anayewakilisha eneo la Beni amekanusha kabisa dhana yoyote ya serikali ya Kongo kuanzisha mazungumzo na waasi wa Allied Democratic Forces ADF, ikiwachukulia kama kundi la kigaidi linalohusiana na ukatili mwingi dhidi ya raia. Kauli yake inatokea kufuatia uenezaji wa video inayodaiwa kutolewa na waasi hao wa ADF wakati wa jukwaa lililojikita kwenye mjadala kuhusu changamoto za kundi hili la silaha lililofanyika Beni kati ya tarehe 23 hadi 25 Februari mwaka 2026. Katika video hiyo, wanaume watatu ambao ni wanamemba wa ADF waliotambulika kama wanachama kabisa wakubwa wa kundi hilo walisema kuwa jitihada zozote za kurejesha amani katika eneo hilo bila ushiriki wao zingeshindikana. Kwa mujibu wa wanaoonekana kuzungumza katika video hiyo, mazungumzo na serikali ya Kongo yanalenga kuwezesha ADF kuendelea kudhibiti baadhi ya maeneo chini ya mamlaka yao, ikiwemo ukusanyaji wa ushuru kutoka kwa wakulima wa mitaa hiyo. Wale waliotengeneza video hiyo pia walisema kwamba operesheni zote za kijeshi dhidi yao ziishe mara moja. Kwa Nzanzu Kasivita Karli, kauli hizi ni sehemu ya mbinu ya kushinikiza na kutisha kihisia wananchi. Alisisitiza kuwa mtu wa kigaidi ni wa kigaidi tu na kimsingi wanahitaji rasilimali ili kuimarisha uwezo wao wa operesheni na kuendelea kuumiza raia. Suluhisho bora ni kuendelea kuwafuatilia ADF, kuwadhoofisha na kuzuia kufikia rasilimali. Gavana huyo wa zamani anasema kuwa ujumbe uliotolewa na waasi unalenga kuweka lawama ya kuendelea kwa mauaji kwa mamlaka za Kongo ikiwa zitakataa mazungumzo. Namnukuu, hii ni shinikizo la kigaidi na mbinu za kisaikolojia. Wanataka kuvuruga akili za wananchi na kuwadanganya kuwa mauaji yanaendelea kwa sababu serikali inakataa kuzungumza nao. Mwisho wa kunukuu. Bwana Nzanzu Kasivita amesisitiza kuwa malengo ya kifikra ya ADF hayajabadilika. Waasi hawa wanatoka kihistoria katika nchi ya Uganda. Mara kadhaa wamesema wanataka kulazimisha mtazamo wao wa kidini katika eneo hilo. Katika video iliyotolewa huko Beni, wanachama wa kundi hilo pia walionyesha kuwa kuacha mauaji kunaweza kutegemea Wakristo wa eneo hilo kukubaliana na imani yao ya kidini ya itikadi kali. Vinginevyo, wanatishia mashambulio dhidi ya raia yanaweza kuendelea. Kwa miaka kadhaa sasa, ADF zinashtakiwa kwa mauaji mengi ya raia katika mji wa Beni na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Ukiukaji huu wa usalama ambao unaendelea kueneza hofu na kuathiri hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kutokana na hali hii, Nzanzu Kasivita Karli anawaomba wananchi wasikubali kushinikizwa au kudanganywa na ADF, akisisitiza kuwa mapigano ya kijeshi pamoja na kukata vyanzo vya fedha vya waasi ndizo zitakuwa njia bora zaidi za kuzuia ukatili na kuimarisha usalama. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya matangazo ya habari za kila siku. Tunashukuru kuwa na ulianza nasi na hata kumaliza nasi. Kwa hiyo tunakuhimiza na kukusihi tena kubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.